Ni saa 12 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 1 kamili saa ya Afrika Mashariki. Mpendwa wa msikilizaji, hujambo na karibu kuambatana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 27 mwezi Januari mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale yanaendelea mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wetu, asubuhi leo tunayo mengi ya kuweza kujuza kutoka sehemu mbalimbali. Hivyo ili tuende sambamba na kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi. Na bila shaka natumai ya kwamba utakuwa salama usalimini popote ulipo, na ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kujiunga nasi, fahamu ya kwamba endelea kusikiliza taarifa ya habari katika lugha tukufu ya Kiswahili kupitia Amani TV Media, ambayo inakutangazia moja kwa moja kupitia mtandao wa YouTube pamoja na Facebook. Ukiandika Amani TV hapo unajiunga nasi, lakini pia uko Shabunda unatunasavima kupitia Radio Mutula FM. Na sasa moja kwa moja tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka huko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini, ambako ili kuepusha vitendo vya unyanyasaji dhidi ya raia, kamanda wa vikosi vya wazalendo wa kundi la CNPSC kutoka eneo la Kabare ametoa wito kwa viongozi wa wazalendo waliotuma vikosi vyao katika maeneo ya mbali kuhakikisha wanawakaribia majeshi wao mara kwa mara ili kuwaongezea morali na kuimarisha nidhamu ya kijeshi. Kwa mujibu wa kamanda huyo, kuwepo kwa viongozi mbali na vikosi vyao kunachangia baadhi ya wapiganaji wa wazalendo kufanya vitendo visivyokubalika, ikiwemo unyanyasaji wa raia, uporaji na matumizi mabaya ya mamlaka pamoja na silaha, hali ambayo inaweza kuhatarisha usalama wa wananchi pamoja na sifa ya harakati za kizalendo. Uwepo wa viongozi karibu na vikosi vyao ni muhimu sana katika kusimamia nidhamu, kuwahimiza wanajeshi pamoja na kuhakikisha kuwa mapambano yanaendeshwa kwa kuzingatia ulinzi wa raia na mali zao. Amesema kuwa uongozi wa karibu unasaidia kudhibiti mienendo mibaya na kuimarisha uwajibikaji miongoni mwa wapiganaji. Jambo mtangazaji wa Amani Media TV. Ni kiongozi wa CNPSC Axe Walungu Kabare Kalongi Mkulu Safari Daniel. Kitu ambacho nitaka ni kiongeze pale mtangazaji ni kusema kwamba naendelea kuwakumbusha wenzetu, kuwahimiza vijana wetu na kuwaonesha maana ya kazi ambayo inaitwa uzalendo. Na waza kama tulienda nafika huku kote, ni kusema kila ambapo kunaonekana vijana wetu ni kuwahimiza na kuwaonesha namna gani wanaweza kuishi na raia ili raia iendelee kutumika pamoja na sisi. Na pia ninaendelea kuambia wakuu viongozi wengine ambao wanatuma majeshi yao mbali na wao, hawasogelee majeshi, hasa sehemu ambazo tunazoziongoza, kuanzia Pabushigi, Mazigiro, Kamisimbi huku Mamuku, Mulambi, hizo sehemu zote za Nyantende. Tunakuja huku Yulu kupanda Chazi, Chehano, Ibanda hadi Kakono. Na waza hizo sehemu kila mkuu kiongozi ambaye anajua kwamba wanajeshi wake wanakaa hizo sehemu, ajikaze kuwahimiza wala kuwarudisha wasogee karibu yake ili wasiendelee kuisumbua raia. Aidha, kiongozi huyo wa wazalendo ameeleza kuwa pamoja na changamoto za kiusalama, vikosi vya CNPSC pamoja na vikosi vingine vya wazalendo vimefanikiwa kurejesha udhibiti wa vijiji kadhaa katika eneo la Kabare ambavyo hapo awali vilikuwa vikichukuliwa na waasi wa AFC M23. Mafanikio hayo kwa mujibu wake yametokana na mshikamano wa vikosi, ushirikiano wa wananchi pamoja na juhudi za ulinzi zinazoendelea. Ameongeza kuwa lengo kuu la wazalendo ni kulinda raia, kurejesha amani na usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro
katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro na kuhakikisha kuwa wakahaji wanaweza kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu wala wasiwasi. Hatimaye kamanda huyo ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na vikosi vya ulinzi kwa kutoa taarifa za kiusalama, huku akiahidi kuwa wazalendo wanaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya mwanachama yoyote atakayebainika kufanya vitendo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Tukiwa kwenye uwanja wa vita huku Walungu, Kabare pia na tunajitahidi sana kufika sehemu za Mwenga. Huku Mwenga tunaona vikosi vya wazalendo. Sisi tunaingia Kalambi. Kalambi ni ndani ya teritwari ya Mwenga. Kwa kweli walitaka kupenya ili waangalie gisi ya kupata nafasi ya kuingia Mwenga Center, lakini kwa nguvu za wazalendo pamoja na FARDC walijitahidi kabisa, na huo moto uliwarudisha nyuma. Huo moto kabisa ulikuwa mwingi kutoka kwetu sisi wazalendo pia na jeshi la taifa la FARDC. Uvira. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki ametangaza hatua muhimu za kurejesha shughuli za kiuchumi na usafiri katika eneo hilo. Akizungumza kupitia ujumbe wa video, Gavana Purusi ameeleza kuwa mpaka wa Kavimvira kati ya Jamhuri ya Burundi na ya Demokrasia ya Kongo utafunguliwa tena ndani ya masaa 72 zijazo. Hatua hii inalenga kuruhusu kurejea kwa harakati za watu na biashara mpakani baada ya kipindi cha kusimamishwa kwa shughuli kutokana na hali ya kiusalama. Aidha, gavana huyo ametangaza pia kurejeshwa kwa safari za majini katika ziwa Tanganyika, hususan kati ya bandari ya Kalundu, Uvira pamoja na uko Kalemi. Kwa mujibu wake, usafiri huo wa majini utaanza tena ndani ya muda huo wa masaa 72. Jean-Jacques Purusi amesisitiza kuwa hatua hizi zilichukuliwa baada ya tathmini ya hali ya usalama, huku mamlaka za ulinzi zikiendelea kuchukua tahadhari zinazohitajika ili kuhakikisha usalama wa abiria, wafanya biashara na mali zao. Notre administrateur du territoire qui est basé à Fizi, qui gère le port de Baraka, ainsi que le port de Bujumbura et le port de la Tanzanie, ici à côté à Kigoma. Et donc que les activités reprennent, c'est-à-dire les bateaux vont venir de ces ports, de ces endroits, de ces villes, pour ici, et nos bateaux, nos marchandises vont partir de l'autre côté. Nous sommes très contents parce que la population a tant souffert, et aujourd'hui il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas de travail. Toute cette population est très contente ici parce que pour une fois, ils vont reprendre leurs activités économiques. C'est des centaines, voire des milliers d'emplois et de vies qui sont concernés. Maintenant, l'étape prochaine, dans 2-3 jours, je vous annonce l'ouverture de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Donc, justement, depuis que le M23 est rentré, il y a les écoles qui ont été empêchées de fonctionner. Il y a certaines écoles qui ont été détruites. D'autres, on a intimidé les enfants, on a fait fuir les enfants. D'autres ont été tués et blessés. Mais nous allons engager encore une fois le gouvernement de la République. Vous savez qu'il y a quelques jours, le vendredi passé, le Conseil de ministres au niveau national, présidé par le président de la République, chef de l'État, a décidé de mobiliser des moyens importants pour la province du Sud Kivu pour aider à gérer les urgences. Et grâce à ça, nous sommes confiants que les moyens vont nous arriver. Mais au-delà de ça, il faut dire que nous allons immédiatement, d'ici 2-3 jours aussi, procéder à la rouverture des écoles parce que nous avons amené la ministre de l'Éducation. Elle est là ? Oui, nous avons notre ministre de l'Éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique ici. Après ici, et son équipe technique, et les enseignants, les profs et les autres, ils vont passer dans toutes les écoles pour aller voir l'état des lieux, pour faire un état des lieux. Et les quelques écoles qui sont détruites, nous allons rapidement mettre en place un mécanisme pour leur réhabilitation. Mais en attendant la réhabilitation, Madame la Ministre, il faut voir si tout va bien,
Comme les militaires nous ont déjà dit que tout va bien, il n'y a pas de mines antipersonnelles, enfin les mines antipersonnelles ont déjà été enlevées. Nous pensons que bientôt, dans quelques jours, nous serons capables de reprendre, de redémarrer l'année scolaire et que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Na tukisalia tu hapo Uvira, msikilizaji, ni kwamba wakati ripoti mbalimbali za kiusalama zinaeleza kuwa wahasi wa AFC M23 wanaendelea kuimarisha ngome zao katika eneo la bonde la Ruzizi, hali ya tahadhari pia inaendelea kushuhudiwa katika mji wa Uvira ambako vikosi vya wazalendo vinaonyesha uimara na utayari wao wa kukabiliana na hali yoyote ya kiusalama. Huko Uvira, vikosi vya wazalendo vinaendelea kujipanga na kuimarisha ulinzi wao, vikisitiza kuwa viko tayari kujibu tishio lolote linaloweza kuhatarisha usalama wa raia na mamlaka za nchi. Hatua hizi zinakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bado ni tete. Mnamo tarehe 26 Januari mwaka wa 2026, majira ya asubuhi, kamanda wa wazalendo ajulikanaye kwa jina ya Delfe Kalembe Ngoma Nzito aliongoza gwaride au parade ya vikosi vyake ndani ya mji wa Uvira. Katika hotuba yake, kamanda Delfe Kalembe Ngoma Nzito alisitiza kuwa vikosi vya wazalendo viko imara na viko tayari kulinda raia, mali zao pamoja na mipaka ya eneo hilo. Alieleza kuwa lengo kuu la wazalendo ni kuhakikisha usalama wa wananchi unaendelea kulindwa, wakizuia kabisa adui kupata nafasi yoyote ya kuvuruga amani na utulivu eneo hilo la Uvira. Kamanda huyo pia alitoa wito kwa wapiganaji wake kuwa makini wenye nizamu na kushirikiana kwa karibu na wananchi, akisitiza kuwa ulinzi wa raia ndiyo msingi wa mapigano. Aidha, alionya kuwa vikosi vyake viko tayari kujibu kwa nguvu yoyote jaribio lolote la uvamizi au uchokozi kutoka upande wa adui. Nataka kuambia hivi, adui akuje 100 tutaenda wachanga, lakini tutamjengua. Unasikia? Maana watereka ni wengi, lakini sisi nafaa tugeuze nini? Kuna wenyewe wanapambana na adui kwa umbali, lakini sisi Na tukijelekeza huko jimboni Kivu Kaskazini, na taarifa ya majonzi ni kwamba katika mkoa wa Kivu Kaskazini angalau nyumba 14, kituo kimoja cha afya pamoja na sehemu ya kanisa Katoliki la Musenge limeteketezwa kwa moto Jumatatu tarehe 26 Januari mwaka wa 2026 kufuatia shambulio linalodaiwa kufanywa na wahasi wa ADF. Tukio hilo lilitokea majira ya saa 2 usiku katika kijiji cha Musenge kilichopo katika utawala wa jadi wa Baswaga kusini mwa wilayani Lubero. Wanajeshi wawili wa FARDC walipoteza maisha yao wakati wa kulipiza operesheni hiyo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, kuingilia kati kwa haraka kwa jeshi la FARDC kuliwezesha kupunguza uharibifu. Hata hivyo, kijiji cha Musenge kwa sasa kimeachwa bila wakahaji baada ya wananchi kukimbia katika maeneo ya Musenene, Musimba, Kiamboho pamoja na mji wa Butembo. Taarifa hizi zimethibitishwa na Kanali Ale Kiwewa, msimamizi wa wilayani Lubero, ambaye amesema kwa sasa padri wa parokia pia ameondoka pamoja na waumini wake na kuelekea Butembo. Tunashukuru kwa majeshi yetu ya ulinzi na usalama waliingilia kati kwa wakati na kuokoa sehemu ya kanisa. Wakati wa operesheni hiyo, wanajeshi wawili wa jeshi la ulinzi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC walipoteza maisha yao kwenye uwanja wa mapambano. Kwa upande wa raia, hajarekodi vifo hadi sasa. Kwa sasa kijiji kimeachwa kabisa bila wakahaji. Kwa mujibu wa msimamizi wa wilaya, hakuna raia aliyepoteza maisha katika tukio hilo isipokuwa majeshi wawili waliouawa wakati wa juhudi za kusukuma nyuma mahadui ambao walitekeleza kitendo hicho. Hali ya binadamu bado inatia wasiwasi mkubwa kutokana na kukimbia kwa wingi kwa wakahaji na kijiji kubaki mtupu bila watu kabisa.
Na tukisalia tu kwa jimboni Kivu Kaskazini, msikilizaji, ni kwamba watu wawili walitekwa nyara na watu wenye silaha usiku wa kuamkia Jumatatu tarehe 26 Januari mwaka wa 2026 katika kijiji cha Kateku eneo la Iremia kilichopo katika kikundi cha Ikobo wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, washambuliaji waliingia kwa nguvu katika nyumba za waathiriwa majira ya saa 6 usiku kabla ya kuchukua na kuwapeleka kusikojulikana. Hadi sasa mazingira halisi ya utekwaji huo pamoja na uthibitisho wa kutekwa bado kuthibitishwa rasmi. Hata hivyo, eneo hilo kwa sasa liko chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23, jambo linalozidisha mashaka miongoni mwa wakahaji. Zaidi ya saa 24 baada ya tukio hilo, hatima ya watu waliotekwa bado haijulikani. Familia za waasiriwa zinasema kuwa hazijapokea taarifa yoyote kuhusu waliko wapendwa wao wala madai yoyote ya kifaida. Tukio hili la utekaji nyara limesababisha hofu mkubwa katika jamii ya Kateku ambayo tayari imekuwa ikikabiliwa na hali ya ukosefu wa usalama katika kundi la Ikobo. Wakaaji kadhaa wanaogopa kuongezeka kwa matukio ya utekwaji na wanazitaka mamlaka kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia ambao wanaendelea kukabiliwa na mateso chini ya uongozi wa AFC M23. Asisi za kirahia za eneo hilo zimezitaka mamlaka husika kushughulikia kesi hii ya hivi karibuni ili kuhakikisha kwamba mateka hao wanaweza kupatikana haraka iwezekanavyo. Katika sehemu hii ya wilayani Walikale, matukio ya utekwaji nyara, uporaji na vitendo vingine vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu endelea kuongezeka, hali inayosababisha wasiwasi miongoni mwa wananchi ambao wanapatikana katika kijiji hicho. Na tukizungumzia kuhusu uteuzi mpya wa kiongozi wa kijeshi wa kanda ya 33 jimboni Kivu Kusini, ni kwamba katika muktadha wa hali ya vita inavyoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kati ya waasi wa AFC M23 na jeshi la taifa FARDC, mamlaka ya kijeshi ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imetangaza uteuzi upya katika uongozi wa jeshi. Jenerali Kashindi Dunia ameteuliwa rasmi kuwa kamanda wa eneo la kijeshi la 33 la vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika majukumu yake mapya, Jenerali Kashindi Dunia atasaidiwa na Kanali Liuwanga ambaye ameteuliwa kuwa mkuu wa majeshi wa eneo hilo la kijeshi. Uteuzi huu unakuja katika kipindi nyeti cha kiusalama ambapo mapambano dhidi ya waasi wa M23 yanaendelea kushika kasi katika mkoa wa Kivu Kusini pamoja na Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama, uteuzi huu wa viongozi hawa wawili unaashiria hatua muhimu katika kuimarisha uongozi wa jeshi, kuboresha uratibu wa operesheni pamoja na kuimarisha ulinzi wa usalama katika eneo la Kivu ambalo limekuwa likikabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama kwa muda mrefu. Jenerali Kashindi Dunia si mgeni katika eneo hili. Amewahi kuhudumu kama kamanda wa eneo hili la kijeshi la 33 akichukua nafasi ya Jenerali Yave kwa muda kabla ya kuhamishwa na kupelekwa Kalemi katika mkoa wa Tanganyika. Uzoefu wake wa awali katika eneo la Kivu unatajwa kuwa faida kubwa katika majukumu yake mapya, hasa kutokana na uelewa wake wa kina wa hali ya kiusalama, jiografia ya eneo pamoja na mienendo ya makundi yenye silaha. Wakahaji wa maeneo yaliyoathiriwa na vita wanatazamia kuwa kurejea kwa Jenerali Kashindi Dunia kutaleta mbinu mpya na thabiti katika mapambano dhidi ya waasi wa AFC M23 pamoja na kulinda raia na mali zao. Vilevile, uteuzi wa Kanali Liwanga kama mkuu wa majeshi wa eneo hilo unatarajiwa kuimarisha zaidi mipango ya kijeshi na utekelezaji wa operesheni za ulinzi.
Hatua hii ya serikali na uongozi wa kijeshi inaonyesha dhamira ya kuendelea kuimarisha uwezo wa FARDC katika kulinda mamlaka ya taifa, kurejesha amani na utulivu na kuhakikisha usalama wa raia katika maeneo yanayoendelea kukumbwa na migogoro ya kivita. Kwa sasa macho ya wananchi na jumuiya ya kitaifa inaelekezwa katika uongozi huu mpya wa kijeshi, huku matumaini yakitolewa kwamba uteuzi huu utachangia kwa kiasi kikubwa kurejesha hali ya usalama katika maeneo ya Kivu Kusini na kuimarisha ulinzi wa taifa kwa ujumla. Na tutimishe taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo na habari kutoka huko Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako tukio kubwa la kusikitisha la moto limetokea mjini Kinshasa katika manispaa ya Masina siku ya Jumatatu tarehe 26 Januari mwaka wa 2026. Kituo cha mafuta cha ML kilichopo katika eneo hilo kimeharibiwa vibaya kufuatia moto mkali uliozuka katika mazingira ambayo bado hayajajulikana. Kwa mujibu wa washuhuda wa tukio hilo, moto ulizuka ghafla na kuenea kwa kasi kubwa na kusababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu ya kituo hicho cha mafuta. Miali ya moto inaonekana kutoka mbali, huku moshi mzito ukifunika anga la eneo Masina na kusababisha hofu mkubwa miongoni mwa wakaaji wa karibu. Hasara za mali zimetajwa kuwa kubwa, ikiwemo kuungua kwa pampu za mafuta, miundombinu ya kuhifadhi mafuta pamoja na vifaa vingine vya kazi. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu uwepo wa majeruhi au vifo vya kibinadamu. Vikosi vya zimamoto vikisaidiwa na huduma za dharura vilifika katika eneo la tukio na kufanikiwa kudhibiti moto baada ya juhudi kubwa ili kuzuia usienee katika makazi ya jirani na kuleta maafa makubwa zaidi. Mamlaka za jiji la Kinshasa zimeeleza kuwa uchunguzi rasmi utaanzishwa ili kubaini chanzo halisi cha moto huo ambacho bado hakijajulikana. Matokeo ya uchunguzi huo yataelezwa juu ya iwapo tukio hili lilisababishwa na itilafu ya kimafuta, uzembe au sababu zingine zifuatazo. Tukio hili limeibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa vituo vya mafuta vilivyopo karibu na makazi ya wananchi, huku wakaaji wa Masina wakitaka hatua madhubuti zichukuliwe ili kuzuia matukio kama haya kujirudia siku zijazo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo. Nasema shukrani kwa kuwa mwaminifu kwetu, shukrani kwa uvumilivu wako kutufuata mwanzo mpaka mwisho, na kuhakikishia kwamba mwisho wa taarifa hii ni mwanzo wa habari zingine za hapo baadaye. Hivyo nakuomba kusubscribe, kucomment na kusambaza habari zetu kwa walio wengi, inaendelea kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhan. Tukutane tena katika taarifa zetu za hapo baadaye na kuaga kwa kusema bye bye.